Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, maandiko yanasema hivi: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Niseme asubuhi ya leo kwamba kichwa cha mahubiri yetu asubuhi ya leo ni utatu wa Mungu katika uumbaji. Utatu wa Mungu katika uumbaji. Na tunapozungumzia utatu wa Mungu, mara nyingi mkisikia utatu wa Mungu nasema hilo pengine ni swala la wanazuoni, wale wasomi. Ni swala tata, tuachie wale. Au pengine unajiambia ni kitendawili hiki. Ni fumbo, ni siri kubwa, ni jambo fiche. Au pengine unajiambia hilo fundisho pengine ni muhimu, ndio, lakini mimi sioni katika maisha yangu ya kila siku, maisha yangu ya kawaida litanifaidi vipi? Litaniongeza nini? Lakini niwape picha katika maandiko kwamba katika kile chumba cha juu, kuanzia Yohana mlango wa 13 hadi Yohana mlango wa 17, Yesu Kristo yupo mahali pamoja katika chumba cha juu, anasherehekea Pasaka yake ya mwisho pamoja na wanafunzi wake, na anaenda kuacha. Kwa miaka mitatu, mshauri wa hawa jamaa, ulinzi wa hawa jamaa, kila kitu kwa hawa jamaa amekuwa ni Yesu Kristo. Yeye ndio kuwaambia tuondoke twende pale. Kama ni miujiza anaifanya yeye. Kama ni kuwajibu Mafarisayo anawajibu yeye. Yeye amekuwa ni tegemeo, ni kimbilio, ni mwamba kwa hawa watu. Hivi anaondoka. Tena haondoki kwa njia nzuri au njia rahisi. Atakamatwa, atateswa, atauawa. Kwa hiyo wanaenda kuingia katika kipindi kigumu sana. Sasa hawa Yesu Kristo anawaona, akijua vizuri wanaelekea wapi, kwamba wanaingia katika magumu. Cha kuwaambia, cha kuwafariji, cha kuwatia moyo kwa wakati kama huu, kwa mujibu wa Yesu Kristo ni nini? Ni fundisho kuhusiana na utatu wa Mungu. Yaani akilini mwa Yesu Kristo ambaye ndiye mwalimu mkuu zaidi ya wote, akilini za Yesu Kristo ambaye ndiye neno kafanyika mwili, akilini mwa Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu mwana Immanueli kaja kuishi pamoja nasi, anapoangalia hawa, anapojiuliza, je, hawa ambao ni marafiki zangu naenda kuwaacha, wanaingia katika majaribu na katika magumu, ni wafariji vipi, kwa jinsi gani? Yeye anachukua maamuzi kwamba fundisho la utatu wa Mungu litakuwa ndio faraja kubwa zaidi ya yote kwa hawa jamaa. Je, unaelewa hiyo? Ama bado inaelea huku juu? Unajua saa nyingine unakaa, watu wanazungumza mambo, wewe unasikia yanaelea huko. Sio kwamba yamo akilini mwako, yanaelea huko. Ni kama watoto wanazita baluni. Wamechukua baluni zinapita juu hivi. Yaani huelewi. Kwa sababu sikia tena, hawa ambao wanaenda kuingia katika hali ngumu, ili kuwafariji, ili kuwatia moyo, wasianguke, wadumu katika imani, Yesu Kristo anachukua muda, anatoa mafundisho ambayo hatujayaona tena katika maandiko. Sio agano la kale, sio agano jipya. Hakuna mafundisho kuhusiana na utatu wa Mungu ambayo yanafanyika kuwa mapana na marefu kwa kina kama hivi katika kile chumba cha juu. Kwa nini? Ama niulize kwa njia nyingine, wewe katika maisha yako, kwa sababu hauna taswira nzuri ya utatu wa Mungu, umepungukiwa na nini? Unajua kama umepungukiwa ama wewe uko sawa? Niulize swali, je, katika imani yako unaona kama kuna pengo kuhusiana na utatu wa Mungu, ama wewe uko sawa? Unaliona hili ni fundisho la kule mbali, mimi halinihusu sana? Hilo swali tutalijibu tukifika mwisho wa mahubiri, lakini ni kumegee na mapema kwamba
unao upungufu mkubwa na unakuathiri katika kila sehemu ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe uelewa wako wa utatu wa Mungu ni mdogo. Ni mdogo. Lakini hayo tutayajibu vizuri mwisho wa mahubiri. Kwa sasa niwasomee tena andiko letu la leo. Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Maandiko yanasema hivi: hapo mwanzo Mungu, kuna neno Mungu, aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kisha tunasikia roho wa Mungu. Na mkosoa huyu mwandishi kwa sababu sisi hapa mwandishi naona alikosea. Yeye aliandika roho ya. Hapana, tunakataa kwa sababu sio kitu hiki. Ni nafsi hii. Roho wa Mungu sio kitu. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo tunamsikia kwamba yupo Mungu, tunamsikia kwamba yupo roho wa Mungu. Kisha mstari wa 3, Mungu akasema. Tendo la Mungu ni kunena kwake. Unaona? Hatu kwamba Mungu akafanya, hapana, kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo katika hili andiko letu la asubuhi ya leo, Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 5, tayari tunavyo vidokezo vya wazi kwamba, na mnisikie vizuri, kwamba katika Mungu wa Israeli ambaye ni mmoja, zipo dalili za wingi. Yaani huu umoja wa Mungu unajumuisha wingi ndani yake. Vipo vidokezo. Katika Mwanzo bado mlango wa 1, tumetoka kusoma mstari wa 1 hadi wa 5. Lakini tukishuka chini tuingie mstari wa 26, tunasikia hivi: Mungu akasema, mstari wa 26. Bado tupo katika mlango wa 1 wa kitabu cha Mwanzo. Mungu akasema nini? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Lugha inayotumika katika mstari wa 26 ni lugha ya wingi. Lakini pia ule wingi, muktadha wa ule wingi ni umoja. Sikia kitenzi ni kusema. Sawa? Kitenzi ni kusema. Ingekuwa ni wingi, kile kitenzi kingeandikwa hivi: wakasema. Lakini kitenzi kipo katika hali ya umoja. Mungu akasema. Tuelewe Kiswahili. Mungu akasema. Kwa hiyo ishara ya wazi kwamba ni huyu ni mmoja. Lakini huyu mmoja anayenena anatoa dokezo la wazi kwamba ndani yake upo wingi. Lakini kwa jinsi gani? Wingi wangapi? Kwa namna gani? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo tunasikia kwamba huyu ambaye ni mmoja, kwa sababu kitenzi kipo katika hali ya umoja, ndani yake kuna majadiliano. Ndani yake kuna majadiliano. Lakini Agano la Kale kufikia sasa, mstari wa 26 wa kitabu cha Mwanzo, ni vidokezo tu, hatuna uwazi, hatujapata fundisho imara. Kwa hiyo tuendelee kusoma. Tunaendelea kusoma, tunafika katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 6. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 kuanzia mstari wa 4, kuna ukiri ambao ni ukiri wa kimsingi sana katika taifa la Israeli, unaitwa Shema. Ukiri wa kimsingi sana, Shema Israeli. Lakini Kiswahili tunasoma hivi katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4, ukiri wa kimsingi katika Israeli. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Dokezo ambalo limefichika pale katika mstari wa 4 wa mlango wa 6 wa Kumbukumbu la Torati unapatikana katika ile lugha ya Kiebrania. Lile neno mmoja ni neno ehad. Lakini Kiebrania kina maneno mawili angalau ya kueleza umoja. Ehad ni umoja ambao unajumuisha wingi. Kwa mfano, kundi la kondoo sio mmoja, lakini linahesabika kwamba ni moja. Fungu la ndizi sio moja, lakini lile fungu linahesabika ni moja. Wanapomaanisha ndizi moja au kondoo mmoja wanasema yahid. Hawasemi ehad, wanasema yahid. Kwa hiyo katika ile lugha ya Kumbukumbu la Torati, katika ule ukiri wa kimsingi wa Myahudi, maana huu ndio ulikuwa msingi wa dini ya Kiyahudi kwamba Mungu ni mmoja. Wale mataifa wengi
wote waliowazunguka miungu ilikuwa ni mingi, hekalu zilikuwa ni tofauti na nyingi, lakini hapa Mungu wao ni mmoja. Lakini katika huo umoja, lugha inayotumika kama ilivyokuwa katika Mwanzo 1:26, lugha katika Kumbukumbu la Torati 6 kuanzia mstari wa 4 inavyo vidokezo vya wingi katika ule umoja. Lakini bado hata baada ya kusoma haya, mwanafunzi wa Biblia wa Agano la Kale anajua kweli kwamba Mungu yupo, anajua kweli kwamba yupo Roho wa Mungu, anajua kwamba lile neno la Mungu pale katika kitabu cha Mwanzo ni neno la wingi, Elohim. Elohim ni neno la wingi katika Kiebrania. Kwa hiyo ana hivi vidokezo, amemwona Elohim, ana uzoefu na jina Elohim. Amemwona Roho wa Mungu, ana uzoefu na hilo jina Roho wa Mungu. Lakini huu wingi, je, ni wawili peke yake ama kuna zaidi? Watakuwa ni 6, 7, 3 au wangapi? Tunapofika katika kitabu cha Danieli nabii mlango wa 7, ambapo vimekuwa ni vidokezo kufikia sasa, vinageuka vinakuwa picha wazi na ya kueleweka. Danieli 7 ni wasomee kuanzia mstari wa 13, ambapo vimekuwa ni vidokezo kuanzia ule mlango wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo. Sasa kufikia Danieli mlango wa 7 mstari wa 13, katika maono, njozi za usiku, anasema nabii, vidokezo vinageuka vinakuwa taswira ya wazi. Tusome. Anasema hivi nabii: nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa hiyo kuanzia kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, vipo vidokezo vingi kwamba Mungu ni mmoja, ndiyo, lakini katika ule umoja kuna wingi, yani ni umoja unaojumuisha wingi. Mwebrania ametumia neno Elohim kumweleza Mungu, neno la wingi. Anapozungumzia umoja wa Mungu anasema ehad, sio yahid, akimaanisha kama nilivyowaeleza. Lakini hapa katika Danieli anaonekana mmoja aliye mfano wa mwanadamu, ni kwamba anafanana na sisi. Lakini haya maono ni maono ya mbinguni. Mbinguni kuna kiti cha enzi. Aliyekalia kile kiti cha enzi, jina lake tunaambiwa ni mzee wa siku. Kiingereza anasema nini? Ancient of Days. Amekaa, anastahili ibada ya wote, ya uumbaji wote, kwa sababu huyu ndiye Mungu muumba. Lakini swali kwa Mwebrania wa Agano la Kale ni hili: huyu anayekuja, anayefanana na sisi, anayepokea ibada kando ya Mungu ni nani? Huyu ni nani? Kisha nabii mwingine jina lake Daudi, manake Petro anamuita Daudi kwamba ni nabii. Daudi ni nabii katika Zaburi ya 110. Zaburi ya 110. Huyu ambaye ni nabii na mwandishi wa Zaburi anasema hivi. Zaburi 110, ile mistari ya kwanza ni wasomee. Zaburi ya 110 anasema, neno la Bwana kwa Bwana wangu. Ukiangalia katika Biblia yako utapata kwamba ile Bwana ya kwanza imeandikwa kwa herufi kubwa. Bwana ya pili imeandikwa kwa herufi ndogo. Kuashiria nini? Neno Bwana katika maandiko linapoandikwa kwa herufi kubwa ni tafsiri ya neno Yahweh, Mungu wa agano wa Israeli. Lakini neno Bwana linapoandikwa kwa herufi ndogo katika maandiko linaashiria neno Adonai, ambaye ni mkuu, au Kiswahili cha kawaida Bwana. Lugha ya kawaida pengine unasema huyu ni tajiri, lakini tuseme mkuu. Kwa hiyo Yahweh akamwambia Adonai, uketi upande wangu wa kulia hadi niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Kwa hiyo unapochukua Danieli 7 na Zaburi 110, panakuwa pale na kizungumkuti kidogo.
Myahudi alishindwa kabisa kulitatua hili swala. Na hata kufikia wakati wa Yesu Kristo anakuja duniani, anapatana na walimu wa sheria, Mafarisayo, Masadukayo, wanashinda kila kukicha wakijaribu kumnasa kwa mitego ya maneno. Kufikia Mathayo 22 wamemuuliza maswali mengi. Yeye pia anawauliza swali. Anawauliza hivi. Kufikia Mathayo 22 wamemuuliza maswali mengi. Mathayo 22 ni wasomee kuanzia mstari wa 41 hadi 47. Maandiko yanasema hivi. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mnaonaje kuhusu Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, au Yawe alimwambia Adonai, uketi katika mkono wangu wa kulia hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Inakuwaje? Basi Daudi akimuita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Maandiko yanasema katika mstari wa 46, wala hakuweza mtu kumjibu neno. Kisha isitoshe, wala hakuthubutu mtu yoyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Yaani mwisho wa udadisi wa Kiyahudi, huu ushari wa kumchokoza Yesu kila siku kwa maneno, kujaribu kumtafuta katika mitego, mwisho wao kuwakomesha, kuonesha kwamba theolojia yao ina kikomo, aliwauliza, haya maono ya Agano la Kale ya utatu wa Mungu mnayafahamu? Wakawa hawana uwezo wa kumjibu, kwa sababu wanaofahamu kwamba Mungu ni mmoja. Bila shaka Mungu ni mmoja, lakini huyu ambaye ni mmoja, tunavyo vidokezo kuanzia mlango wa kwanza wa Agano la Kale kwamba katika ule umoja kuna wingi, lakini ule wingi hawauelewi ni wingi wa aina gani. Na huyu ambaye wamemwona katika Danieli 7, huyu ambaye amekuja amekaa kando ya mzee wa siku, huyu ambaye pia Daudi alimuona, wanamtambua vizuri kwamba ni Kristo, ni Masihi, anakuja duniani, lakini hawana ufahamu kamili. Wataalamu wa Torati walishindwa, lakini wewe Mungu amekukirimia ufahamu mtimilifu, unayo picha kamili. Wewe sio kama wale wataalamu. Kwa nini? Kwa sababu nikusomee maandiko. Waebrania mlango wa kwanza. Waebrania mlango wa kwanza tunaambiwa hivi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Simama pale kidogo, sikia hivi. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Je, mwandishi wa huu waraka kwa Waebrania anawezaje kusema kwamba Mungu aliufanya ulimwengu kwa yeye ambaye ni Mungu mwana? Na nimetoka kuwasomea maandiko. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Mstari wa 3 unasema Mungu akasema iwe nuru. Elohim akasema iwe nuru. Huyu mwandishi wa Waebrania anasema tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Anaongeza, anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kulia wa ukuu. Unaona, alipokaa yule mwana wa Adamu katika Danieli 7. Alipokaa yule ambaye anatambulika kama Kristo katika Zaburi 110. Hii leo mwandishi wa Waebrania anasema huyu ni Yesu Kristo. Unaona? Sio kitu kidogo. Anasema huyu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kile ambacho wataalamu wa Torati wameshindwa kabisa kukielewa, tushaona hapa kwamba huyu ni Yesu Kristo. Wakolosai, ni wasomea Wakolosai mlango wa kwanza, Wakolosai mstari wa 15 hadi 17. Tunaambiwa hivi kumhusu Yesu Kristo: naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Niwaulize tena, itakuwaje pale katika kitabu cha Mwanzo tunasoma Elohim alisema iwe nuru? Kisha Paulo akiwaandikia Wakolosai anawaambia kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Anaendelea, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au milki au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Je, huyu ni nani? Jibu la kwanza ni huyu ni Yesu Kristo. Waamshe hao, wamelala sana, waamshe kidogo. Wamelala sana. Watu waletee blanketi pia. Wamelala sana. Silale hivyo. Huyu ni nani? Yohana anatuambia hivi. Yohana anapoandika katika mlango wa kwanza wa injili yake, mstari wa kwanza hadi wa 3, Yohana: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo huyu ambaye ametajwa katika Waebrania, ametajwa katika Wakolosai, Yohana anamueleza kwamba jina lake ni Neno. Neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Adamu anayekuja kwa mzee wa siku ni Neno, ni Mungu, ni wa pili katika utatu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Mungu anapoumba, Elohim anapoumba, anasema iwe nuru. Kwa hiyo sisi tuelewe vipi? Tuelewe Elohim anaponena, Mungu neno ndiye mtenda kazi. Elohim anaponena, Mungu roho ndiye msanifu. Kiswahili, ndiye msanifu. Nielewe vipi? Nielewe hivi. Tunaposikia kwamba roho anatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, gizani patupu, kisha anafanya kazi kutoka katika lile giza, katika ule utupu, analeta uzuri, anaumba vya kupendeza, anaumba vitu vilivyotukuka ili Mungu akapate kuishi na wanadamu, ili wanadamu wakamwabudu Mungu. Nielewe vizuri. Katika bustani la Edeni, kila siku kuna jambo la ajabu ambalo lilifanyika. Mimi na wewe tukitaka kuwasiliana na Mungu, huwa tunafunga macho, tunainamisha vichwa, tunamzungumzia Mungu. Adamu na Hawa, baada ya Roho Mtakatifu, msanifu stadi, anapoumba ulimwengu wa kupendeza uliotukuka, amejenga mazingira ya Mungu kushuka kuwa pamoja na watu wake. Adamu na Hawa walikuwa hawafungi macho ili waombe. Walimuona Mungu ana kwa ana, wanazungumziana, ikawa ni jambo lao la kawaida, sio kama mimi na wewe. Kwa hiyo nataka tupate picha nzuri ya uumbaji na tuone utatu wa Mungu katika uumbaji, kwamba tunaposoma Elohim alisema, tumuone neno akitenda kazi, tumuone pia roho ni msanifu katika ule uumbaji. Ninajuaje kwamba roho ni msanifu katika ule uumbaji? Watu wa Mungu wakiwa jangwani, katika kitabu cha Kutoka, Mungu anapotaka kujenga mahali pa ibada, mahali panapopendeza, mahali penye vitu vilivyotukuka, ili akashuke awe na ushirika na watu wake, Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza katika maandiko, roho kumjia mtu mwanadamu ni yule Bezalel, na Bezalel ni fundi. Na wale mafundi waliokuwa pamoja na Bezalel wakajazwa Roho Mtakatifu, sio kwa ajili ya kunena kwa ndimi au unabii, hapana, ufundi, usanifu, ili wakatengeze mahali panapopendeza, palipotukuka, ili Mungu akashuke awe na ushirika na watu wake, na wale watu wake ambao ni waasi wanageuzwa kuwa waabudu wa Mungu katika kweli na roho. Unaona hiyo? Kwa hiyo kwanza huyu msanifu Roho Mtakatifu, huyu Mungu wa utatu alishuka
akatengeza mahali pa ibada, mahali panapopendeza, palipotukuka, ili aje awe na ushirika pamoja na uumbaji wake, mahususi wewe mwanadamu. Lakini baada ya anguko, dhambi kaingia, tunapata pale jangwani Roho anashuka tena katika wale mafundi. Roho pia yule yule anatulia gizani katika vilindi vya tumbo la uzazi la Mariamu. Ni msanifu tena, anautengeza mwili wa nani? Atakapokuja yule Immanueli, Mungu pamoja nasi, anakuja kuishi pamoja nasi. Anapoulizwa na ule mwanamke wa Samaria maswali fulani, anamjibu na kumwambia kwamba Mungu Baba anatafuta nini? Watu watakaomwabudu katika kweli na roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunamwona katika maisha ya Yesu Kristo akifanya kazi katika Immanueli, wakitafuta nini? Kumjengea Mungu makazi mapya, makao mapya, atakapokuja kukaa tena pamoja na watu wake na kuwa na ushirika pamoja na watu wake. Yaani kifupi, uumbaji mpya. Ndio maana maandiko yanasema katika wapili wa Korintho mlango wa 5 na mstari wa 17, iwapo yeyote yupo katika Yesu Kristo, yeye ni, Kiswahili tunaandika kiumbe kipya, lakini lugha asili ya maandiko ni yeye ni uumbaji mpya, kwamba msanifu ameshuka ndani yake. Japo anaishi katika ulimwengu wa kale, katika mwili wa kale, lakini amemfanya upya, uumbaji mpya. Roho ni yule yule, usanifu ni ule ule, malengo ni yale yale. Niwaulize sasa, katika kile chumba cha juu, Yesu Kristo anapozungumza na wale 12, anawaangalia, anaona kabisa wameishi pamoja naye, lakini hili fundisho la utatu wa Mungu hawajalishika. Filipo anamuuliza nini? Tuonyeshe Baba. Anamuuliza Filipo, wewe, nimekuwa na wewe muda wote huu, bado? Anawaambia tena katika kile pale chumba cha juu, anawaambia ulimwengu hawezi kumjua Roho Mtakatifu, hawezi kumtambua, lakini nyinyi mnamjua. Kwa nini? Amekuwa pamoja nanyi na atakuja kuishi ndani yenu. Na swali ni, amekuwaje pamoja na hawa 12? Jibu, katika Yesu Kristo. Kwa hiyo kufikia sasa, hawa ilikuwa wawe wamemwangalia Yesu na wakaelewa kwamba kila kitu wanachokiona katika Yesu Kristo ni ukamilifu wa kazi ya msanifu mkuu ambaye ni watatu katika utatu wa Mungu. Roho Mtakatifu, mwili wa Yesu, unenaji wa Yesu, subra za Yesu, akili za Yesu, huruma za Yesu. Kila kitu cha Yesu Kristo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa waelewe hivyo. Anachokifanya Yesu, makusudi ya Yesu, mtazamo wa Yesu ni mtazamo ya Mungu Baba. Vyote hivyo ni Mungu Baba. Katika Yesu Kristo walikuwa waangalie, waone kwamba uungu wote umemshukia huyu, lakini wakashindwa kuona hivyo. Na je, wewe, nikuulize swali, kufikia sasa tukakaa tuhojiane vizuri mimi na wewe. Nikuulize, je, kwa sababu hii taswira ya utatu wa Mungu wewe haujauona vizuri, umepungukiwa nini? Nikueleze umepungukiwa nini. Jambo la kwanza, uelewa wako wa swala la umoja si mzuri. Kwa nini? Katika utatu wa Mungu, nisikize vizuri, yupo Mungu Baba, yupo Mungu Mwana, yupo Mungu Roho. Katika uumbaji tunasoma kwamba Elohim alisema iwe nuru na ikawa nuru. Lakini baada ya kusoma maandiko yaliyofuata hadi kufikia mwisho wa Ufunuo wa Yohana, tunapata picha kamili kwamba pale katika uumbaji wa kwanza, tunaposema Mungu aliumba, tunamaanisha Mungu Baba alikuwa na sehemu yake, Mungu Mwana alikuwa na sehemu yake, Mungu Roho alikuwa na sehemu yake, wakiwa na lengo moja, wakifanya kazi kwa pamoja. Sasa nisikie vizuri, umoja sio kufanana.
sio kufanana. Baba sio mwana. Baba hakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Baba sio mwana. Mwana hakumtuma baba aingie duniani. Mwana sio roho. Mkristo hapokei ujazo wa mwana. Anapokea ujazo wa nini? Roho Mtakatifu. Na tunaelewa hivyo. Hauwezi kumsikia Mkristo yote ulimwenguni, japo ana ufahamu mdogo kiasi gani, akisema, Mungu nijaze Yesu Kristo." Hautasikia jambo kama hilo. Sote tunajua kwamba tunapomlilia Mungu, tunamuomba tujaze kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu tunao uelewa japo mdogo kwamba baba sio mwana, mwana sio roho. Lakini asili ya baba ni Mungu. Yeye ni Mungu. Asili ya mwana ni kwamba yeye ni Mungu. Asili ya roho ni kwamba yeye ni Mungu. Lakini tusilazimishe kufanana. Huo ni utatu wa Mungu. Kwa hiyo upo ukamilifu wa umoja unaojumuisha kutofautiana. Lakini japo unajua hivyo, wewe mzazi unawalazimisha watoto wako wafanane. Wewe mbona ufanye nini kama ndugu yako? Tena unamchapa. Unataka awe kama ndugu yake. Si basi hata mapacha hawafanani, wanafanana sura, si ndio? Hata mapacha sura ni ile ile, lakini tabia utaona huyu ana tabia yake, huyu naye ni mtu tofauti. Kwamba unapouona utatu wa Mungu, kwamba kuna ukamilifu wa umoja, lakini ule umoja umejumuisha kutofautiana, elewa kwamba pia katika kuishi kwako swala la umoja, kama ni hapa kanisani hatufanani, tusilazimishe kufanana. Hatutawahi kufanana. Kwa hiyo tuachane kabisa na hiyo dhana ya kufanana. Tutafute badala yake kufaana. Wanasema ni kufaana, sio kufanana. Wewe ni wewe, usilazimishe niwe kama wewe. Siwezi. Wala mimi sitakulazimisha uwe kama mimi. Inapokuja katika jambo la ndoa, tuseme kijana mdogo anatafuta mchumba. Mara nyingi kosa kubwa ambalo ulifanyika ni kwamba unatafuta mtu kama wewe. Ni kama unajitafuta wewe mwenyewe. Sasa wewe na mapungufu yako, ukipata mwingine kama wewe, mtasaidiana kivipi? Mungu anakuelekeza, amekutolea mfano tayari kwamba umoja sio kufanana. Tusilazimishe kufanana. Kutofautiana sio kwamba kunapinga ili swala la umoja. Hapana. Ni tuelewe Mungu ametuumba tofauti. Kwa sababu yeye mwenyewe katika ule uungu wake upo utatu. Na ule utatu japo tunaona ukamilifu wa moja, pia pale kuna kutofautiana. Tusilazimishe kufanana. Jambo la pili, upendo. Kwa hiyo kuna umoja, uelewa wako ni mdogo kuhusiana na swala la umoja, kwa sababu huja uelewa utatu wa Mungu. Pia swala la pili, upendo. Kwa sababu sisi wana wa Adamu hatuoni upendo katika utatu wa Mungu jinsi ulivyo, tunakuwa na matatizo. Nikupe mfano. Katika utatu wa Mungu, upendo siku zote unaambatana na mamlaka. Katika utatu wa Mungu, upendo siku zote unadhihirishwa kwa utii. Kwako wewe, chimbuko la upendo mara nyingi ni kujiridhisha nafsi yako. Mwanamume anasema mimi namtafuta, Tanzania wanasema mdada, mwenye umbo fulani. Kwa nini? Dada naye anasema mimi natafuta mwanamume mwenye kiwango fulani cha pesa. Kwa nini? Sino binafsi huo. Pesa si utafute zako mwenyewe. Hapana. Mimi nataka mtu mwenye muonekano wa ili nikitembea pamoja na yeye watu wanatuangalia na mimi nasikia yes. Unamuonaje wewe mtu wangu? Sino binafsi huo. Yaani wewe unakuja katika mahusiano ukiwa na malengo yako, vitu ambavyo unavitaka wewe, kwa sababu hujui kupenda. Alafu hili jambo la mamlaka hatulitaki kabisa katika upendo. Mtoto anasema wewe mama, kama kweli ungekuwa unanipenda ungeniacha niangalie TV kuanzia asubuhi mpaka jioni, kama kweli ungenipenda.
lakini wewe naona ni kama hunipendi. Mke na mume, mke anamwambia mume wake, wewe kama kweli ungenipenda. Kwa hiyo sisi tunachukua kwamba upendo ni kujitawala na kujiridhisha. Lakini mtazame Yesu Kristo. Je, Yesu Kristo alitaka kupanda pale msalabani? Aliona kwamba ni jambo la furaha? Hapana, ilikuwa ni chukizo kwake. Alimuomba Mungu Baba katika Gethsemane, lakini mwisho wa siku akasema nini? Mapenzi yako, sio yangu, yako. Kwa hiyo unapoangalia upendo katika utatu, siku zote utapata kwamba upendo unaambatana na mamlaka. Mungu Baba ana mamlaka, Mungu Mwana ana utii. Na inakuwa hivyo. Mungu Roho anatumwa na Yesu Kristo. Haanzi kubishana ati itakuwaje wewe unanituma, kwani wewe ni nani? Mimi pia ni Mungu kama wewe. Hapana. Anashuka. Anakuja wapi? Hebu usikiza vizuri. Hebu muangalie Roho Mtakatifu. Jina lake ni nani? Roho Mtakatifu. Yeye ni mtakatifu kwa kiasi gani? Kidogo au sana au kwa ukamilifu? Ni mtakatifu kwa ukamilifu. Nikuulize na ujibu vizuri. Hii leo Roho Mtakatifu anaishi wapi? Anaishi wapi? Na si wewe ni muongo. Tuseme wewe tuseme taswira ya chumba, wewe ni msafi. Nilikuwa namuuliza mke wangu, pure ni Kiswahili unasemaje? Pure ni safi. Kwa hiyo wale ambao tunaoita Puritans, tunasema tunasema ni wasafi. Hilo jina sio safi sana siku hizi. Lakini tuseme nyinyi ni wasafi, nikimaanisha kimaandiko, nyinyi ni wasafi. Wewe ni mtu safi. Tumekuingiza katika chumba. Kile chumba nitategemea kwamba kitakuwa cha aina gani? Usafi kidogo sana au ukamilifu? Nikaja nikaweka mavi ya mbwa pale ndani, inakuwaje? Nikaja nikamleta mnyama akatapika pale ndani, itakuwaje? Nikaja nikamleta panya wa kuoza pale ndani, itakuwaje? Wewe si utakereka hiyo nafsi yako. Haya, anayeishi ndani yako ni nani? Ni nani? Na unapodanganya ni kama nini? Si umerusha mavi ule ndani? Unapozidi unafanya nini? Unapomuingiza Roho Mtakatifu katika kila uchafu, unamfanya nini? Sasa inakuwaje anaendelea kuishi ndani yako? Ndio maana sisi uuliza, inakuwaje Wakristo wawili wanafika mahali wanasema mimi nataka talaka? Ikiwa Roho Mtakatifu ameishi ndani yako, wewe na uchafu wako wote, inakuwaje unashindwa kuishi na huyu mdhambi kama wewe? Sino binafsi huo na uchoyo na kujipenda. Ndio maana nawaambia machimbuko, nisikie vizuri, machimbuko ya matatizo yetu mengi ni kwamba hatuuelewi utatu wa Mungu. Ungemuelewa Roho Mtakatifu ni nani, alafu ustaajabu anaishi ndani yako, wewe hautachoka kumpenda ndugu yako au mke wako au mume wako au mtoto wako. Kwa sababu ikiwa ni kweli kwamba Mungu wa utatu anaishi ndani yako wewe, mbona usistaajabu? Mbona usinyenyekee? Mbona usiwe mstahimilivu? Kwa nini? Lakini uelewa wako ni mdogo. Umoja haujauelewa vizuri. Unasema pesa zangu. Ikiwa angalia, ukimsikia mke wa mtu anamsema mtu wake, huyu jamaa mimi nimemkopesha pesa na hata hanilipi, kuna tatizo pale. Tatizo ni nini? Ni huyu jamaa halipi pesa. Hiyo ni shida, lakini tatizo la kimsingi ni nini? Ile ndoa haina umoja. Haina umoja kabisa. Haina umoja kabisa. Yaani ni maiti huyu anangoja tumpeleke mochari. Alishakufa kitambo. Hakuna umoja. Tatizo ni nini? Ukipata kwamba hawa wawili ni Wakristo, ni kwamba mmoja au wote wawili hawana uelewa mzuri wa umoja ni kitu gani, upendo ni kitu gani. La tatu na la mwisho nizungumzie ushirika. Ushirika. Kwa nini Mungu aliumba? Ni upweke. Katika Mungu kuna ukamilifu wa ushirika. Nikupe hiyo picha kwamba Mungu Mwana
na Mungu Baba na Mungu Roho, kati yao upo ushirika mkamilifu. Hawana haja ya yoyote mwingine. Hakuhitaji wewe. Hakuhitaji wewe. Mimi nakuhitaji ili niwe na ibada ya Kiswahili. Lazima uje, au nitajihubiria, au nimhubirie mke wangu. Nakuhitaji wewe uje. Lakini Mungu hakuhitaji. Katika Mungu kuna ukamilifu wa ushirika. Sasa ushirika wa Mungu ni kwamba Mungu Baba anampenda Mungu Mwana, anampenda Mungu Roho. Wanapendana wote. Sio kwamba Mungu Baba anataka kitu fulani, ana malengo fulani kuhusiana na Mungu Mwana. Sisi wakati mwingi katika ushirika wetu, wewe umejiunga na kanisa ukiwa na malengo. Unaona? Unatafuta kutimiza malengo. Tusipokusaidia kuyafikia malengo, unatuchoka. Unaona? Sio kwamba wewe umetupenda, umekuja hapa ili kuzidisha upendo ambao sisi tayari tunao. Hapana. Wewe umekuja kwa malengo. Mimi natafuta kanisa ambapo watahubiri vizuri. Mhubiri akija asubuhi amechanganyikiwa, ashindwe kuhubiri vizuri, inakuwaje? Hao jamaa hata sijui wanafanya nini siku hizi. Yaani ni kama ulikuwa umelipia huduma fulani na hiyo huduma unaona haikuridhishi. Kwa hiyo maduka ni mengi, sio? Wachana na hilo, tutafute lingine. Hapana, huo si ushirika, huo ni unafiki. Ndio maana unanichoka. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuja hapa sio kwamba unataka ushirika, unataka kujiridhisha. Katika utatu wa Mungu, Mungu Baba hana chochote anachokitaka kwa Mungu Mwana. Hapana, yeye ni mkamilifu kivyake. Lakini Mungu Mwana na Mungu Baba wana ushirika mkamilifu, wanapendana, wanafurahiana. Hapa kanisani, je, unamfurahia mwenzako au ni kero kwako? Umejipuliza marashi vizuri alafu jamaa anakuja hapo na majasho. Inakuwaje? Sisemi uje na majasho kanisani. Lakini amekuja au nguo zake zina harufu fulani, zimekaa kabatini sana. Au aje amenyeshewa. Wewe umekuja vizuri na usafiri wako mkavu, umekaa chini. Amekuja mtu amenyeshewa. Unafanya nini? Mnahama, mnampa nafasi vizuri yeye na kutota kwake. Utatu wa Mungu, fundisho la utatu wa Mungu. Niwaambie kitu kwamba ni changamoto kubwa hata kuifikiria. Eti kuna mapungufu mengi katika maisha yetu. Nimeangazia matatu peke yake. Swala la umoja, swala la upendo, swala la ushirika. Ukiona kwamba kuna watu ambao unastahili kuwapenda na unashindwa kuwapenda, uangalie utatu wa Mungu tena. Ukiona kwamba ushirika pamoja na wenzako, watu kanisani, umekuwa mgumu na wenye uzito, angalia tena utatu wa Mungu. Kuna kitu umepoteza. Tuinamishe vichwa vyetu, tuyafikirie tuliyoyasikia. Tumuombe Yesu Kristo aje atuponye. Uponyaji wetu unapatikana katika Kristo peke yake. Ayasafishe macho yetu, aitoe kutu mioyo yetu. Tuombe.